عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. Aya ambayo tumeisoma inapatikana katika suratu Muhammad na ni aya nambari 7. Aya hii Mwenyezi Mungu ametumia lugha ambayo kama hukuzama kwa ndani unaweza usielewe malengo ya Mwenyezi Mungu katika aya hii. Amesema, enyi ambao mlioamini, in tansurullaha. Kiarabu maneno haya ukiyafasiri maana yake ikiwa mtamnusuru Mwenyezi Mungu. Yansurukum, basi Mwenyezi Mungu na yeye atawanusuru nyinyi. Sasa ilivyo na namna mpango wa Mwenyezi Mungu, namna alivyo, ule utaratibu wake, nguvu yake, power yake, haifanani kwamba sisi tunaweza kumnusuru yeye. Na kwa nini Mungu anusuriwe? Hii ni lugha kaitumia ya juu juu, lakini ukizama kwa ndani, ukitizama mufassirin walmufasiri, aya hii inaonesha kwamba ikiwa mtanusuru dini ya Mwenyezi Mungu, ndio maana yake. Ikiwa mtanusuru dini ya Mwenyezi Mungu, basi na yeye Mwenyezi Mungu atawanusuru nyinyi. Wa yuthabbit aqdamakum, na vile vile Mwenyezi Mungu atazithibitisha nyayo zenu pale mnapokutana na maadui zenu. Lazima mshinde. Kwa lugha nyingine, ukirudisha kinyume chake, watu wakiacha kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu, maana yake na wao watakosa nusura ya Mwenyezi Mungu, na hata wakikutana na maadui zao hawatofaulu. Ndio kinyume chake. Na kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu hakuhitaji labda tuseme labda mtu aitwe bilionea, tajiri mkubwa, ndo anaweza kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu. Hapana. Sisi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema maneno siku moja, akasema, yadullahi ma'al jamaa. Siku zote msaada wa Mwenyezi Mungu unakuja haraka mno pale Waislamu mnapokuwa pamoja kwenye mambo yenu. Kwa lugha nyingine, ile farqa, hawa hawasemi na wale, hawa wanawashambulia wale, hii tunajikosesha nguvu na power sisi wenyewe kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Maana yake tukiwa pamoja, Mungu atatupa msaada wake. Na upamoja haupatikane kama watu hawajakubaliana katika kuwa pamoja katika kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi wote mashahidi, Tanzania hii au Dar es Salaam hii, kuna mambo yamefanyika. Kwa mfano, ujenzi wa misikiti, ujenzi wa madaris. Haya yote yamefanyika si kwa nguvu ya mtu mmoja. Utaona yule kachangia, yule kachangia, yule amechangia, mpaka lile jambo linakamilika. Waislamu wasipokuwa wamoja kwenye mambo yao,
hawawezi kufanikiwa. Hiyo nimekupa mfano wa mambo haya ya msikiti na mambo ya madrasa. Hizi zinajengwa, kila mmoja anachangia changia. Sasa kila Muislamu anapaswa kuangalia katika eneo lake nini tatizo katika maeneo yake, na yeye kama yeye amejitoa vipi katika kunusuru ya dini ya Mwenyezi Mungu katika eneo hilo. Kuna mahala kunahitajika fikra tu, ukaenda wale watu ukawapa fikra tu, mambo yakaenda. Tayari wewe unahesabika umechangia pale katika kunusuru. Kuna watu wanahitaji fedha, hawezi kutoa mtu mmoja, lakini mkiwa 10 inawezekana. Kuna watu wanataka kujenga madrasa inahitaji mfano milioni 40. Inawezekana eneo hilo mtu wa kutoa milioni 40 hakuna, lakini mkiwa watu 100 mkaamua kuijenga madrasa ile, inawezekana. Kwa sababu Mtume akasema yadullah ma'al jamaa, msaada wa Mwenyezi Mungu unakuja katika jamaa. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitupendelea sana sisi tuwe hata katika swala zetu tuswali jamaa msikitini. Kwa nini? Ndio tutajuana, tutasaidiana, tunaweza kuulizana, fulani yuko wapi, mbona leo hatujamuona, fulani anaumwa, jamani tunachukua hatua gani? Maana yake ile jamaa ndio inatengeneza kila jambo. Chukua mfano mwingine, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alipohama Maka kuja Madina, na anafika Madina Mtume hana nyumba yake, kahamia akafikia kwa mtu kwenye nyumba ya Abu Ayyub al-Ansar, akafikia pale. Kitu cha kwanza alichokifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alijenga msikiti na hakujenga nyumba yake. Kitu cha kwanza kama tunavyofanya sisi. Maana sasa hivi sisi tunahamia huko nje ya mji, tunajenga majumba huko na nini, lakini hatukumbuki watu tutaswali wapi. Kila mmoja anakumbuka kujenga nyumba yake, anajenga nyumba yake, anajenga nyumba yake. Mwisho wa siku wanakutana, jamani tutaswali wapi jamani? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina asema hapana, kwanza nipate ardhi nijenge msikiti. Kwa nini Mtume anataka msikiti? Kwa sababu ndiyo ofisi kuu ya kukutana Waislamu. Mipango yote ya kimaendeleo ilikuwa inapangwa msikitini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mipango yote inayotaka kufanyika, je, maadui wanakuja au hawaji, maswahaba wanakutana msikitini kupanga yao. Kwa nini? Kwa sababu anajua ile adhana ni wito, Waislamu wote watakimbilia msikitini. Mpaka imewekwa sheria kwamba kama kuna tatizo limetokea kwenye mji, hata kama si muda wa swala, mtu mmoja akimbilie kwenda kuadhini tu pale msikitini, Waislamu watakimbilia msikitini, watakuja. Ndio, kuna nini? Mbona umetuita saa hizi? Sababu adhana ni wito. Bwana kumetokea hivi tunafanyaje? Ni msikiti ndiyo ofisi kuu ya kukutana Waislamu. Na ndio unaona leo Waislamu hawapati tabu kupita mitaani kuwatangazia Waislamu, jamani kuna mkutano tukutane. Tutaadhini tu, tukikutana msikitini tutaambizana. Mtume alijenga msikiti kwanza, alafu ndo pakaanza kujengwa nyumba, pakatafutwa masoko pale Madina, na Mtume akawachorea soko na nini, baada ya kuwa msikiti upo. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupata tabu sana, kwa sababu mara nyingi kwa siku mara 5 anakutana na watu wake na wanajadili mipango yao. Sisi leo imekuwa msikiti unaswali tu unaondoka, hakuna namna nyingine, kwa sababu tunatupa zile taratibu. Sasa Mwenyezi Mungu katika aya hii nambari 7 suratu Muhammad kasema in tansurullaha yansurkum, ikiwa mtanusuru dini ya Mwenyezi Mungu basi eleweni na yeye Mwenyezi Mungu atakunusuruni nyinyi. Tukitaka nusura ya Mungu sisi tuinusuru dini ya Mungu. Unainusuru vipi dini ya Mungu? Angalia eneo lako kuna hitajika nini,
na wewe jipekue, jitazame mchango wako nini katika eneo hilo. Sasa hivi imefika mambo, wakati mwingine utacheka kabisa. Utaona kuna mahala hivi kunahitajika bati kama 10-15 ili kujenga pale labda nyumba mwalimu au madrasa. Yule mwenye uwezo wa kufanya hilo, yeye ndo anatoa wazo, andikeni barua tukaombe. Yule mwenye uwezo ambao nyinyi mnaamini huyu akijua habari hii atamaliza jambo hili, yule ndo nyinyi mnamuuliza, sasa mzee, hapo unafikiri vipi katika hili? Tunataka bati 15 hapa. Muhuri si upo hapa? Tuandike barua tupeleke kwa wakubwa huko. Bado Mwenyezi Mungu anasema inusuruni dini ya Mwenyezi Mungu nyinyi bi amwalikum wa anfusikum. Tunaposema mali zenu, haikusudiwi kwamba wewe ukauze nyumba yako. Kile kichache kikiungana na huyu na huyu na huyu hakiwi kichache tena. Panahitajika 100,000, hakuna mtu wa kutoa 100,000. Je, uwezo wa 2,200 hatuwezi? Tunaweza. Basi tukusanye 2,200, kesho kutwa itafika 100,000, tutafanya jambo letu. Waislamu wanatakiwa waishi hivi, mambo yao wawe pamoja, na huko ndio kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa kuacha haya ndio utaona mtu anatoka mkoa mbali sana, anakuja Dar es Salaam, anataka bati 20 za msikiti au za madrasa, lakini katoka mbali kweli kweli. Sisemi kama wametoka huko, natolea mfano tu. Mtu katoka Kondoa huko, katoka Arusha, kaja Dar es Salaam, anatafuta bati 20. Ni kweli Waislamu wangekuwa kitu kimoja Arusha, wasingenunua bati hizo? Wangenunua na zaidi wangepata. Lakini kwa sababu tumeacha ule umoja na tumeacha ile fikra ya kunusuriwa dini ya Mwenyezi Mungu kwamba inataka tuwe pamoja, na ndio maana aya hii ikasema, ikiwa mtafanya hivyo mkanusuru dini ya Mwenyezi Mungu, basi nyinyi hata mkikutana na maadui zenu mtashinda. Ndio aya hii ilivyomalizia, in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Mungu atathibitisha nyayo zenu, hamtashindwa nyinyi mkikutana na maadui zenu katika uwanja. Lakini kwa nini tunashindwa? Kwa nini dini inayumba? Sisi tumeacha utaratibu ambao Mungu alitupangia. Sasa hili linapasa kila mtu ajikague yeye mwenyewe, atafakari, hivi yeye mchango wake ni upi katika maeneo mbalimbali yanayotakiwa kusimamisha dini ya Allah. Wako watu wallahi alazim, nyie pelekeni vifaa pale. Kuna watu wanasema, mimi bwana nitachukua karibuni masaa 2 kuja kujenga tu hapa bure, kwa sababu hili jambo la Mungu, nyie wekeni vifaa tu, mimi nitakuja kujenga. Atafanya kazi zake fundi yule, jioni atakuja pale, atajenga, akishamaliza huyo anakwenda zake. Jambo la Mungu hili. Tusingeshindwa leo Waislamu kuwa hatujui mwalimu anayefundisha watoto wetu anakaa wapi, kwa sababu hatujasimamia dini sawa sawa. Wakati sasa hivi au duniani kote, serikali yoyote ile inaumiza vichwa, hawa walimu wanasomesha watoto primary wadogo hawa, watakaa wapi? Wanawajengea nyumba. Unaweza ukaona chumba kimoja, sebule, sijui jikoni, basi ni nyumba ya kawaida tu, ili muradi kumstiri yule mwalimu afanye kazi yake. Vipi mwalimu anayesomesha neno la Mungu hana pa kukaa, na amezungukwa na watu wengi Waislamu wenzake? Sana ndo anakuja mtu mwenye ushauri na kwambia, bwana, panga muda vizuri. Asubuhi kama kule kwetu, asubuhi nenda zako kavue samaki. Jioni ukirudi utakuja kusomesha. Huyo ndo kakuhurumia, amekupa fikra. Bana, kukicha tu twenzetu bwana, mimi ngarawa nayo, mtumbwe nao, tafuta mishipi twenzetu. Jioni ukirudi ushauza samaki wako, tena unakoga, unakwenda kusomesha. Sasa huyu anafanya andalio saa ngapi? Anajiandaa saa ngapi huyu kusomesha? Ndio matokeo yake anakurupuka. Sasa wanafunzi wale wako 30, kawaweka chumba kimoja bila kutazama zile gredi zao, wote na wasomesha alifu itikieni, wote wanaitikia alifu. Wale wengine wanasoma mashafu, wanaogopa kumwambia mwalimu, si tushapita huko, na wao inabidi waitikie. Huyu mwalimu hatukumuandaa. Sasa huyu kama angewekewa mazingira mazuri,
basi tayari eneo hilo tumenusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki katika haya. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.